What changed? What changed? Ndio watu wanajiuliza kwamba nini kilibadilika, kwa sababu Rais Ruto alikuwa ana support vyombo vya habari, na sasa hivi watu wanajiuliza, je, Rais William Ruto ameanza kuogopa vyombo vya habari? Ni swali hilo ambalo limeibuka baada ya ujumbe wa rais kupitia ukurasa wake wa X akilenga gazeti la The Standard kutokana na baadhi ya mada za habari ambazo zinakosoa serikali yake. Hatua hiyo haijakaa vizuri na imeanza kuibua gumzo kuhusiana na watu wanajiuliza, baadhi wakisema kwamba rais ana haki ya kujibu taarifa anazoona si za kweli, ilhali wengine wanaonya kuwa kiongozi kama yeye, hasa kiongozi ambaye anahudumu kwenye ngazi ya juu ya serikali, anastahili kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari na wala asijiingize katika jinsi tu vyombo vya habari vinaendeshwa humu nchini. Wachambuzi wengi kutoka mataifa mengi hasa ambayo yanaendesha serikali zao kwa njia ya kidemokrasia na huwa anaonya kwamba iwapo serikali itakuwa na mvutano na vyombo vya habari, itaathiri pakubwa jinsi taarifa zinaripotiwa ikiwa mivutano hii haitashughulikiwa. Na kwa miaka mingi vyombo vya habari vimekuwa nguzo muhimu ya uwajibikaji wa viongozi, mara nyingi vikifichua tu masuala ambayo yanahusu sera za walio madarakani, zikilinganishwa na maslahi ya wananchi. Sasa swali linalobaki hapa ni kwamba sasa huu uhusiano ukiendelea hivi utakuwa na msuguano mkali kati ya Ikulu na vyombo vya habari, au ni sehemu tu ya mjadala ambao utakuja kukoma. Manake hii sio mara ya kwanza gazeti hilo limetoa habari zenye mada chungu dhidi ya serikali ya Rais William Ruto, na wala sidhani kama itakuwa ndio mara ya mwisho. Sijui unahisi vipi kuhusiana na kauli hii ambayo ameachia Rais William Ruto kwenye mtandao wake wa kijamii? Je, unahisi utaathiri jinsi ambavyo taarifa zitaripotiwa kwenda mbele, ama ndio mwanzo tu tunaanza kuona mambo mengi sasa akiendelea na mivutano hiyo? Niachie kwenye comment section. Mimi naitwa Namis Mswahili, hadi wakati mwingine, kwaheri.